Sisi hatuangalii jambo la kujiwa, tunaangalia wewe dhamira yako na vipengele vya ndoa vikitimia, si tumemaliza shida. Kwa hiyo hakuna ndoa kwenye Uislamu isipokuwa iwepo na walii. Kwa hiyo baba ndio walii wa yule mtoto unayetaka kuoa. Okay. Yani baba akinipa idhini mishishafi na kupa umuozeshe mwanangu, lakini asiwepo katika eneo hilo, basi mimi namuozesha kama vile Sheikh Walid alivyomuozesha Diamond kwa Zuchu. Ustazi Shafi, kuna jambo fulani huwa linashangaza sana kuhusiana na Uislamu. Talaka. Swala la talaka huwa linakuwa ni gumu sana. Leo nilitamani sana tujue kuhusiana na utaratibu wa talaka, hasa talaka ambayo akiitaka mwanamke kuna kuoga na ugumu sana. Labda hapo shida ni nini? Kwanza mimi niseme kwenye Uislamu haujaeka kufungana kwa mwanamume na mwanamke katika ndoa. Tofauti na wenzetu upande wa pili kwamba ndoa ikifungwa haifunguliwi hiyo mpaka siku ya mwisho. Lakini kwenye Uislamu vitu vyote viko wazi, na Mungu kaeka hivi kwa sababu tusije kusigana mbele wenyewe kwa wenyewe. Kwa sababu ndoa ni baina ya mwanamume na mwanamke. Mmoja anapokuwa ndoa haiwezi, anaweza kuondoka katika ile ndoa. Kwa mfano mwanamume anapooa halafu akaona haelewani na mwanamke, kwa sababu ndoa ni maelewano. Ikiwa mwanamke hawezi kukuelewa, afanye kile unachokitaka, maisha ya mwendo na hayaeleweki, basi mwanamume una haki ya kumpa talaka ili ukatafuta yule ambaye unayeona kwamba wewe utaishi naye. Lakini baada kupitia vipengele vyote vya suluhu vimeshindikana, mwanamke naye akiona sio mtu sahihi kwako wewe kwa sasa, hakuhitaji, labda kwa matatizo hivi suluhu zimepita ueleweki, sheria inampa mamlaka mwanamke ya kujiondoa kwenye ndoa. Okay. Hapo ndo unapopataka sasa. Anajiondoaje katika ndoa? Atakwenda kwa makadhi ambayo mashehe wetu hapo. Atapofika pale ataelezea kile ambacho yeye anachokihitaji. Baada ya kuelezea itafanyika suluhu, imeshindikana, mwanamke atajivua katika ile ndoa. Atajivua vipi? Atarudisha kiasi cha pesa kwa yule mwanamume kile alichomuolea, hiyo ndiyo itakuwa talaka yake. Na kile kiasi kwa nini anarudisha wakati kashatumika? Huyu mwanamume alikuwa hana nia ya kumwacha huyu mwanamke, lakini mwanamke ameidai talaka. Sasa uturudishie pesa ili hii pesa nikatafute mwanamke mwingine aje kukava hiyo nafasi ulioiacha wewe. Okay. Umeelewa bwana simulizi? Ndio Uislamu ulivyo. Na talaka katika Uislamu ziko 3. Unatoa talaka ya kwanza, unasubiria miezi 3. Ile miezi 3 ukimrejea anakuwa mkeo, na ukimuingilia anakuwa mkeo. Lakini ikimalizika miezi 3 hujamrejea, sheria itakutaka umuoe upya. Okay. Umeelewa? Ya pili nayo hivyo hivyo, lakini ikifika ya 3 umetoa talaka zimefika 3, sheria inakwambia huwezi kumuoa huyo, sharti aolewe na mwanamume mwingine. Akishaolewa na mwanamume mwingine, yule mwanamume amuache. Akishamuacha, wewe ndo unaruhusiwa kwenda kuoa. Kuna uwezekano wa katika utoaji wa talaka, labda ukizitoa talaka 3 kwa mara moja watu wakabadilisha wakasema hapana, hiyo ni talaka moja? Hapana, 3 ni 3. Kwa sababu tujifunze hivi, wewe 1 na 3 uzijui? Kwa nini sasa utoe 3? Okay. Yaani una nini utoe 3 wakati kuandika 1 unajua, kuandika 2 unajua? Kwa nini utoe 3? Kwa hiyo dhamira yako mazali umesema 3, hizo 3. Wapo watu wanaosema sijui 3 nini, lakini kiukweli kabisa 3 ni 3, kwa sababu we una akili zako. Wakati unatoa hizo talaka, kwa nini usitoe 1? Kwa nini ukaamua kutoa 3? Basi ndio hizo 3. Na ukitoa talaka 3 sio mkeo mpaka olewe, aachwe akaenda ndio uje kuoa wewe. Kuna jambo nataka kujifunza. Talaka huwa zinafanana, hizo 3 zinakuwa zinafanana, yani ni copy. 3 ni kusema maneno, talaka sio maandishi bwana simulizi. Okay. Talaka ni matamko. Maandishi tunaandika kwa sababu tusije tukakataana, kwamba tarehe fulani tuliachana na shahidi alikuwa fulani, ndio maana tunaandika vile vitu. Lakini talaka ni mdomoni, nimekuacha. Ngapi? Utapotoa mdomoni, mimi nimekuacha talaka 1 wewe. Sawa, ngapi? Mimi nimekuacha talaka 3, ndio 3 hizo. Labda shehe wanazungumzia hizi talaka 3. Ni watu tu wa kawaida au kuna labda mashehe ambao labda ni hiyo ni sheria ya Kiislamu wanazuoni kabisa, hiyo 3 ni 3. Ni
Sio kwamba mtu amejiamulia, ni mfano. Ni tatu ni tatu. Yaani ukitoa tatu maana yake hiyo ni tatu. Na tatu ni wewe kutamka kwamba nimekupa talaka Tatu basi. Hizo zinaandikwa tatu yaani kuandika, yaani ile talaka ukiandika nimekuacha talaka tatu. Inaandikwa moja. Nimekuacha talaka tatu. Nimekuacha. Hii talaka tunaisoma pale unapoiandika ndo tunajua hizi ngapi. Inaweza kuwa imeandikwa vipande vipande. Hapana. Hapa unapoandika ndo tunahesabu hizi ngapi. Hizi tatu tunasema tatu kwa maana ya tatu. Kwa sababu wewe una akili zako. Kwani 1 na 2 uzijui? Mbona umeandika tatu? Ndo tatu hizo umezotoa. Subiri mtu aoe, amuache, akaeda, maliza uje uoe tena. Kwa hiyo unaweza ukaanza talaka moja afu ukamalizia 2, yani kwa maana 2 kwa pamoja. Unaweza. Ukatoa talaka moja ukakaa kidogo ukajipiga zote 2, bwana nimekuacha talaka 2 na ile kule ya tatu, mchezo umeisha. Sawa. Sasa kuna ndoa kama hivi inatokea, labda kuna shida fulani, labda mwanamke anakulazimisha wewe umuoe na usipomooa anasema anajiua. Unaweza ukafunga ndoa ya namna hii? Hiyo ni ndoa ya kawaida au ni ndoa itaitwa ya mkeka? Una mwanamke ambaye labda ni mpenzi wako, kama unavyojua siku hizi vijana, inatokea yule mwanamke anakuambia mimi usiponioa najiua. Sisi hatuangalii jambo la kujiua, tunaangalia wewe dhamira yako na vipengele vya ndoa vikitimia, si tumemaliza. Tunataka wewe unayeoa, anayeolewa, akitokea anayeolewa, wali, mashahidi, mchezo umeisha. Hiyo kujiua mtajua nayo wenyewe, sisi tunajua vipengele vile vya ndoa vimetimia, basi mchezo umeisha. Na watu wanaweza kaoana wazazi wao hawana taarifa. Kuna wali. Haiwezekani kupatikana ndoa bila kuwepo wali. Yaani huyu mwanamke anaenda kuolewa, wali wake nani anayemwozesha, anayekukabidhi wewe? Hapo ndio shida. Kwa hiyo hakuna ndoa kwenye Uislamu isipokuwa iwepo na wali. Kwa hiyo baba ndio wali wa yule mtoto unayetaka kuoa. Lakini anaweza katafuta mtu mwingine. Baba akitoa idhini kwamba ndoa yangu Sheikh Shafi nakupa uisimamie, lakini yeye mwenyewe asiwepo lile eneo, basi hapo idhini inapatikana. Yaani baba akinipa idhini mimi Sheikh Shafi nakupa umuozeshe mwanangu, lakini asiwepo katika eneo hilo, basi mimi namuozesha, kama vile Sheikh Walid alivyomuozesha Diamond kwa Zuchu. Sasa ndio hiyo ambayo tumekuwa tukishangaa, hiyo watu wengi sana tumekuwa tukishangaa ndio imetokea kinamna gani, kwamba baba hayupo, mama hayupo na wazazi hawana taarifa, ni kwamba mnaona afu mnakuja mnawapa wazazi baadaye taarifa. Hapana, hiyo haiwezi kuondoa ndoa. Sharti mzazi mwenyewe atoe maagizo kwa yule mtu ambaye anayekwenda kumuozesha. Bwana wewe, mimi nakupa ruhusa muozeshe mwanangu, ndio ndoa itakuwepo. Lakini ikiwa mtoto kajiamulia tu wali wake nani, sasa inakuwa hiyo sio ndoa tena. Labda shehe ungekawazi hapa mawali, yani kina nani ukimuondoa baba? Mawali ni upande wa baba, lakini wali mkubwa ni baba. Ambaye ndio anatakiwa awepo pale, baba, babu, kaka wa baba mmoja huko. Wale ndio wanakuwa mawali, lakini wali mkubwa mwenyewe ni baba. Baba mdogo anaozesha, lakini kwa idhini ya baba aliyopewa. Ikiwa baba amefariki ndio inafuata ile vipengele vya nani anakuja kuozesha. Lakini kama yuko hai sharti atoe idhini nani anaozesha. Umenipata bwana? Nataka turudi kidogo kwenye swala la talaka. Watu wengi wanasemaga hawezi kuoa mke wa pili au hata watatu au kumwacha mke wake kwa sababu anaogopa yule mwanamke ambaye anamtisha, mimi ukiniacha najiua, na unakuta labda anafanya kabisa majaribio, amesema ameachwa, anarejelewa kwa sababu tu ametishia kwa mume kwamba anajiua. Hii huwa inakuaje hii? Sasa hiyo ni akili ndogo na huo ni ujinga tu yani. Yaani wewe mimi niache kumwacha kwa sababu anajiua, na ajiue, mimi simhitaji tena mwanamke ndio niogope kwa sababu yeye anajiua. Akijiua anapata dhambi mwenyewe kwa Mungu, wala sio sababu yangu mimi. Mimi nimefanya jambo langu la haki la sheria. Kwa hiyo akienda kujiua dhambi anabeba mwenyewe, wala sio mimi, sihusiki na hilo jambo kabisa. Anasema anataka kuoa mke wa pili, mke wa kwanza kama mimi ukioa mke wa pili najiua. Sawa, ajiue. Kwa mimi haki yangu kuoa, yeye hawezi kujiua, kwanza atajua kwa sababu mimi nimeoa mke wa pili. Mimi ni haki yangu ya dini imenisema kwamba nioe mke wa pili nikiwa nataka. Kwa hiyo hawezi kunilazimisha yeye. Kwa hiyo swala la kujiua hilo ni la kwake, mimi alinihusu kabisa hilo. Umenielewa bwana? Sheria na hivyo vitu viwili tofauti. Yaani huwezi kuacha kufanya sheria kwa sababu mtu fulani anasema yeye atajiua ukifanya. Kuna mazingira ambayo Uislamu yani sheria zake zimeweka kwamba katika mazingira haya inatakiwa muachane. Kwa mfano kuna kitu Yesu alishawahi kuambia Wakristo kwamba umwache mkeo kwa sababu ya dhambi moja tu ya kuzini. Hapo ndo unaweza kumwacha.
vinginevyo utakuwa unatenda dhambi, lakini mwache kwa dhambi ya kuzini. Kwa Waislamu nao kuna sheria fulani kwamba mwanamke akifanya hiki, labda akimjibu hivi mumewe akifanya hivi, unaweza kumwacha au unaweza kumwacha bila hata sababu kabisa. Uislamu hautazame kipi cha kumwacha mkeo. Hautazame hivyo kwamba kuna dhambi fulani kubwa kaifanya ndio umwache. Ndio maana tumewekewa msamaha. Toba ile ya kuomba. Kwa hiyo mtu anaweza kufanya dhambi akakuomba msamaha hata ukimfumania. Hiyo shauri yako wewe tena kufumania ile jambo. Yaani hata ukimfumania mkeo kakuomba msamaha, si umeridhia mwenyewe? Ruksa hiyo, endelea na mkeo. Na Uislamu hapo unakuwa hauna shida au yaani Uislamu hauna shida, yule atapata dhambi kwa kile alichokifanya, lakini wewe mazali mwenyewe umeridhia. Huyo ni mkeo, endelea naye. Kwa hiyo talaka ni ya kwako wewe, simulize unavyoamua. Kwa hiyo hata simulize ukiamua sasa wewe bwana mimi sikutaki talaka, no sababu. Bila sababu. Sikutaki tu basi. Okay. Ndio sababu wenyewe sikutaki. Mchezo umeishia hapo. Okay. Umeelewa? Ndio Uislamu ulivyo. Sio kwamba eti kuna dhambi kafanya, dhambi hiyo ndio hapana. Hakuna iko kitu. Okay. Sio umenipata simulizi. Naam bwana. Hapo nakupata. Mimi nashukuru sana Shafi, nimepata baadhi ya mambo ambayo nilikuwa natamani niyajue, hasa kuhusiana na hizi ndoa. Mtu anaweza kalazimishwa silazimishwe, mtu anaweza kawa wali badala ya baba bila taarifa ya wazazi kujua. Nimekuelewa. Hiyo sasa sawa. Hamna ndoa ya siri. Hamna ndoa ya hiyo. Ndoa yote lazima wali awepo, na wali lazima atoe taarifa kwamba mimi sipo, muozeshe wewe. Shehe, labda Uislamu unasemaje, labda mtu alikuwa na mwanamke wake anaishi naye hajamuoa lakini wanaishi, labda akaamua asubuhi ameamka tukafunga ndoa, Uislamu umefundishaje? Vikifuatwa taratibu na sheria ndoa inaswihi. Ukifuata taratibu na sheria ndoa inaswihi. Wengine sijui nasikia wanaambiwa sijui watengane siku 40. Hapana, iko kitu ukifuata taratibu na sheria ndoa inaswihi. Hamna kutengana siku 40. Wala hamna kutengana. Mmemaliza pale wenyewe bwana, sisi bwana tumeamua kutubia kwa Mwenyezi Mungu. Tunafunga ndoa, baba awepo, wali muolewa, muolewaji, mahali itoke, matamko mawili, mashahidi, mchezo umeisha. Hata kama jana usiku alilala kazini, vyovyote itakavyokuwa. Unajua kuna watu walikuwa wanafanya ugumu katika Uislamu, wakazania kwamba wanasababishia watu wasifanye madhambi. Mtu alikuwa anasema janaba alitoke kwa siku 40. Okay. Lakini yule mtu alikuwa anafanya vile kwa malengo kwamba muogope kuzini, kwamba siku 40 mtakosa kuswali. Okay. Lakini kumbe sasa hivi ndio imekuwa mtu akishazini anakaa siku 40 afanyeje? Haswali. Wakati ukishafanya lile tendo lile, ukishaoga, mchezo umefanyaje? Janaba imetoka, unaendelea na mambo yako na kule uchapata mizambi yako. Na kuhusu ambao wanatumia bangi, unaambia sisi inakaa siku kichwani siku 40. Haiwezi kukaa siku 40 bangi. Bangi ni pale inapotoka tupe yale basi. Yaani kama pombe vile ndio vile vyote mfano mmoja tu, wote vile vile. Utapata dhambi kwa kile ulichokifanya na utapata thawabu. Lakini wale pia wanapotosha, wanasema mtu akivuta bangi basi siku 40. Ndio mimi nakujibu sasa, haiwezekani kwa kitu. Watu walifanya hivyo kuwaogopesha watu wasivute bangi, watakosa kuswali. Lakini kumbe ndio wamesababishia mtu akishafanya lile jambo aswali mpaka siku ngapi? 10 sijui 40, kumbe ndio waliwakosesha. Sijui umenielewa. Hata kipindi cha kufunga kile unasikia siku hizi bwana hakuna wafungaji. Mtu amezini labda wiki iliyopita, leo anaweza kufunga. Utafungaje wakati ulizini? Hapana, iko kitu. Ndio maana kule tumewekewa mizani ya kupima mema na mabaya. Kuna mema na mabaya yatapimwa. Sijui umenielewa. Mema, kuna pepo jua wanaingia wasiokuwa na madhambi, ndio Mtume Muhammad. Na kuna pepo tutaingia wenye madhambi. Kwa maana wenye madhambi sikusudii madhambi yetu yatakuwa makubwa. Yani tutapimwa mema yetu na madhambi. Kwa hiyo madhambi tunayo, lakini mema yetu yamekuwa mengi kuliko nini? Madhambi. Kuna peponi na sisi tutaenda mema yetu yakiwa mengi, lakini madhambi tumefanya. Okay. Asante sana shehe wangu, kama una lolote la kumalizia unaweza. Mimi sina, subscribe hapo ili uendelee kula vitu vitamu tu inshallah. Okay, asante sana.